Mika dakika 90 za mchezo wa kwanza kabisa wa robo fainali michuano ya Vunja Bei Cup mwaka 2025. Mchezo ni kwamba na matokeo ni kwamba mchezo umalizika kwa sare ya magoli 2-2 na baada ya changamoto ya mikwaju ya penalty, kikosi cha BBC kimekwenda rasmi katika hatua ya nusu fainali mara baada ya ushindi wa mikwaju ya penalty 5 dhidi ya 4 ya kikosi cha Spana. Familia yangu naungana na kocha wa kikosi cha BBC katika mchezo wa leo. Atuambie hasa nini ambacho kimejiri katika mchezo wa leo. Kocha, habari ya saizi? Safi, naitwa Shah Dundoro, nafundisha timu ya BBC Foundation. Hongereni sana kwa ushindi wa mchezo wa leo. Asante. Nini ambacho kimeisaidia timu yako kucheza dhidi ya timu ngumu ambayo ilipewa nafasi kubwa zaidi kwenye mashindano na kupata matokeo? Katika ujenzi wanasema katika ujenzi ili mkulima afanikiwe inatakiwa afate zile stage za ukulima. Sisi tumefuata stage ndio maana tumepata matokeo. Dhidi ya timu ngumu, timu ya kwanza ilikuwa Mtipesa, ikafuata TANESCO pia, na leo imekuwa zamu ya kikosi cha Spana. Timu yako inakutana na timu komavu sana, pengine ndizo ambazo zinawasababisha kuwa timu bora? Hapana, kila kitu kina maandalizi. Sisi tumefanya maandalizi. Hii timu sio ya leo wala jana, ilishafanywa maandalizi, ndio maana sasa hivi tunaona matunda ya maandalizi tuliyofanya. Namna gani ambavyo unawatuliza timu yako? Kwanza walitangulia goli 1-0 likarejeshwa, na vivyo hivyo pia katika goli la pili na hata katika mikwaju ya penalti. Vipi ambavyo unawatuliza wachezaji wako? Wale ni underdog, kwa hiyo vitu vyote, ndio maana nimesema siku zote, jana tulikuwa kwenye program, kwa hiyo vitu vyote tulivizungumza. Tunashukuru kwamba sisi makocha ni wazoefu wa mpira, kwa hiyo njia zote za mpira zilizo ngumu na zilizokuwa rahisi tunazifanyia kazi, kwa hiyo tunawapa waenda kutekeleza. Wapinzani unawazungumziaje ambao tayari mmekwisha kukutana nao na namna ambavyo mmeona ushindani wa mashindano haya? Wapinzani walikuwa bora kwa kila kitu, ila sisi kilichotufanya tupate matokeo kwa sababu ya uvumilivu na zile tekniki tulizowapa wachezaji, wamezifuata wakazitekeleza. Mchezo unaofuata ni changamoto ya hatua ya nusu fainali. Unalipi la kuahidi mashabiki wa BBC baada ya ushindi wa leo? Mashabiki wa BBC wasiendelee kukata tamaa kuhusu timu yao, waendelee kuipa sapoti kuanzia mwanzo, toka walivyoipa sapoti mpaka sasa, waendelee kuipa sapoti. Mengi anatarajia atakuja kuwa mazuri. Hongera mwalimu na kila laheri. Asante. Kwa majina naitwa Anderson David Fatinga, natokea BBC Foundation FC. Hongereni kwa ushindi wa mchezo wa leo. Asante, nashukuru. Ninyi kama wachezaji mnajisikiaje kwanza mara baada ya ushindi wa leo? Tunajisikia furaha kama wachezaji, japo game ilikuwa ngumu, lakini tunashukuru Mungu tumeweza kupata ushindi. Cha pili, nawapongeza makocha kwa kutupa hamasa na mashabiki. Tunachoomba tuzidi kupambana na tunaomba mashabiki wazidi kutupa sapoti kwenye kila mchezo unaokuja. Niwekee sawa hili kapteni, wewe ulikuwa sehemu ya mchezo. Wakati mchezo unaanza mlikuwa mnajihesabu kama ambavyo watu wengine wanahesabu kwamba nyinyi ni timu ndogo, nyinyi ni wachezaji wadogo, mnazaa dhidi ya wachezaji wakubwa? Kwa kawaida mpira ndio ulivyo, kwa sababu mpira siku zote timu ambayo ina wachezaji wakubwa inaonekana ni timu kubwa. Timu ambayo ina wachezaji wadogo inaonekana ni underdog. Kwa hiyo sisi tuliingia kwa ajili ya kupambana ili kusudi tuliingia kwa malengo ya kupata matokeo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupata matokeo. Tunaangalia na next game itakuwaje. Nguvu ya ushindani nyinyi kama wachezaji pamoja na timu ambazo mmekutana nazo, ambazo watu wengi walikuwa wanadhani itakuwa rahisi tu wao kupata matokeo dhidi yenu ninyi, na katika hatua nusu finali ambayo mnaelekea, mnalipi la kuambia mashabiki wenu nyinyi kama wachezaji? Sisi tunapenda kuwapongeza mashabiki wetu wanaotupa support. Tunawaambia wazidi kutusapoti. Kila laheri, tumuombe Mungu, kila kitu kinawezekana. Ndio hivyo tu. Kila laheri. Asante.